mangue so anakosa muhuri di Saint-Esprit juu ya matafsiri. Na ndio maana hata haonaka ukombozi wa mwili. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédaction de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ndiye aliye arabuni ya urithi wetu ili kuleta ukombozi kwa mali yake mwenyewe kuwa sifa ya utukufu wake. Ile muhuri ya Roho Mtakatifu ndio arabuni ya urithi wetu kusudi apate kuleta ukombozi kwa watu ambao ni mali yake. Kwa utukufu kwa sifa ya utukufu wake. Alete utukufu ama alete ukombozi kwa mali yake. Haleluya. Tuko mali yake. Il faut croire à ça. Il faut croire à ça. Il ma parole est infaillible de la promesse. Ndani ya de Corinthiens. Chapitre 1 verset 20. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est à lui que le oui. C'est pourquoi encore la main par lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu. Kwa sababu ahadi zote za Mungu katika yeye ni ndio, na katika yeye ni amina. Mungu apate utukufu na sisi. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oué c'est Dieu. Basi yeye anayetusimamisha sisi pamoja na nyinyi katika Kristo na kutupakalia mafuta ni Mungu. Lequel nous a aussi marqué des sceaux et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Yeye alitutia sisi muhuri na alitupa sisi arabuni ya Roho katika mioyo yetu. Mnajua batemi di Saint-Esprit kuna sehemu mbili. Amen. Batemi di Saint-Esprit iko na sehemu ya kwanza ni sehemu ya upako. Upako ni kunivou ya esprit juma dozi tumike. Amen. Na hii upako unaweza ipata kwa vrai na bafo. Amen. Lakini seulement kutiwa muhuri ya Roho Mtakatifu haizi tiliwa kwa bafo. Sababu muhuri inanyika tu kwenye parole de vérité kunahubiriwa, kwenye parole de vérité iliaminiwa. Lakini upako wote wanaweza ipata. Amen. Nitamwanga roho yangu juu ya watu wote. Wana wenu na binti zenyu watatabiri. Vijana wenu watata wa maono. Wazee watalota manoto ainsi de suite. Ni resultat ya ile upako yenye Mungu anamwanga sous forme ya mvua kwa bazuri na babaya dunia mzima. Lakini kuhusu muhuri ya Roho Mtakatifu c'est uniquement les élus. Ni wachaguliwa tu. Haleluya. 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 Ndani ya écriture ya Romains 8:11. Haleluya. Romains 8:11. Waroma 8:11. Ile njo tuko tunangoja rédaction de nos corps, njo ile sali yenye ko prêt être révélé, njo ile ni sali ya miili yetu, miili ya magonjwa, miili ya kufa, miili ya matamaa. Mungu ataitosha, tunavala mwili ya utukufu. Ndani ya Romains 8 verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Lakini kama roho yake yeye aliyefufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyefufua Kristo katika wafu atawapa uzima kwa miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa sababu ya roho yake anayekaa ndani yenu. Seule condition par son esprit qui habite en vous. Kupitia roho yake anayekaa ndani yenu. Njo transformation de nos corps aura lieu. Amen. 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 Manake wakati umefikile stade kiwango unangoya swati ukikufa mwili wakati unangoya ufufuko wa kwanza. Amen. Wa 1 Thessaloniciens 4. Kama Jésus anakuja na ushafika mwile stade, mwili yako utabadilika. Amen. Écriture inasema hivi ndani ya Matthieu chapitre 16. Jésus anasema hivi. Matthieu 16:28. Matthieu 16:28, Écriture inasema hivi. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Kweli ninawaambia ninyi, wengine katikati yao wanaosimama hapa hawataonja kufa hata watakapoona mwana wa watu akikuja katika ufalme wake. Yesu njoo unasema na wanafunzi yake, mimi nawaambia kweli kweli, wamoja ya wale wenye biko hapa
Hawatakufa kama abayo na mwana wa watu akikuja ndani ya ufalme wake. Amen. Habaya kufaka. Ndio bauliza, habaya kufaka. Washakufa. Bashaka ufalme. Wapi? Mbona tete nasema hapa hivi? Mbona nisikiliza kweli? Ninapenda nitirema sikio hivi munielewe kwa niko naendelea. Mbona tete nasema je vous le dis en vérité. Ninawaambia ninyi kweli. Quelques-uns de ceux qui sont ici. Wamoja katikati ya wanaosimama hapa ne mourront point. Hawataonja kufa. Qu'il ne vit le fils de l'homme venir dans son règne. Hata watakapoona mwana wa watu kuja katika utawala wake. Bashaka kufa abakufa. Bashaka kufa. Renye ishakafika yafikaka. Haiyafika. Mbona sema hawatakufa kama hawana renye? Est-ce que Daniel amone? Hii écriture inatimilika mara moja mujadi 17. Mko nasikia kweli? Amen. Hii écriture mara moja inatimia mujadi 17. Wale makelekeze mara moja na basibla nasema 6 jours après Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Amen. Jadi 17 Matthieu 17:1. Na nyuma ya siku 6 Yesu akatoa Petro na Yakobo na Yohane ndugu yake pamoja naye na kuwaleta juu ya mlima mrefu peke yao. Ndio. 6 jours après, siku 6 baadaye, anambia katikati yenu kuko pamoja watakufa kama hawayaona mwana wa watu akikuja ndani ya ufalme wake. Sasa maandiko yanasema 6 jours après, siku 6 nyuma, akakamata ile kelekeze, hakusema kabote, asema kwa wamoja akamata kelekeze, akamata Jean, akamata Petro, akamata na Jacques, akabapandisha juu ya mlima ya mageuzi. Verset 2, nasema hivi kwa verset 2. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Akageuzwa sura mbele yao, sura yake ikang'aa kama jua, na mavazi yake yalikuwa meupe kama nuru. Verset 28 njo timilikuwa kenjo hii. Akabeba ile quelques 3 personnes, akababa juu ya mlima mageuzi. Sasa alikuwa kishafika kule, maandiko nasema akakuwa transfiguré, uso wake kaangara sawa jua na mavazi yake ikakuwa blanc sa nuru. Voilà le règne. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà le règne. Vile ndio tutakuwaka. Vile ndio tutakuwaka. Amen. Haleluya. Masura zetu zitaangaraka sana. Na mavazi yetu temo tutawaka black. Labda mliamini, wengine wako wakameta kwa machafu. Wanaelezea habari njema ya kwenye mko mnaenda vitu vizuri. Mimi tupo unaniangalia hivi. Ndio naba jouer. Sasa Messi amedribble. Wanasotaka na kubaki. Ma chrétien kwa niangalia tu hivi. Wenye biko na ngoya ya ukombozi wa mili yao. Ni hii habari tunaeleza nyenyu. Amen. Nyenyu vile. Amen. Hata vile ndio utakuwaka. Sura yako itangaraka sana na mavazi yako yanakuwa meupe. Amen. Amen. Hii inahusu epuze wa kudunia yote. Amen. Bon, wangapi wanafurahi bibi tu? Tuko. Si tuko na bengoya. Amen. Sasa mungoye. Sio kama Mungu anaona kisi niko naenda na somo. Parti ya kwanza ninaenda waonesha preparation ya epuze, nikawaonesha kiji ja alemona. Kisha nikabambia kusudi ufikie hapa, njia njoo hii. Akose mliona? Nikawaonesha kinja ni message. Na nikawaonesha message ni ya wapi. Na hapa ni hivi. Si nimewaonesha kitu tutakuwaka. Tutaangaraka, tutamelemetaka, tutachaka mamwili za kifo na esi de suite. Sasa mimi nabapatia kusudi ufikie pale ni nini? Njia njoo ya wapi? Juu unaweza kufurahia. Iko kitu unaweza furahia gari, iko napita barabara. Gari nzuri, ile gari na wote pataka haina maana. Ukishafurahia ile gari, ifuate na bakuonesha sana njia kusudi upate hii gari nzuri, inaomba unapita hapa hivi. Sasa mimi nabaonesha njia. Frère Frank anatupatia dawa hapa. Munifuate na makini. Njoo dawa kusudi ufikie pale. Dawa njoo hii. Ndani ya commencement était la parole. Mwanzo ilikuwa neno. Pale les interprétations bila matafsiri. Frère Frank anasema hivi. Kupage 60. Kurasa 16. Anasema hivi. Les véritables croyants. Waamini wa kweli. Attendre maintenant ce que Paul écrivait déjà à son temps.
Anangoja yale ambayo Paulo aliandika kwa wakati wake. Nous ne nous endormirons pas tous. Sisi sote hatutalala. Mais nous tous nous serons changés. Lakini sisi sote tutabadilika. Les véritables croyants maintenant attendent cela. Muamini wa kweli sasa anangojea ile. Sasa msikilize. Cependant, hata hivi, que le corps puisse être changé. Bele miili ibadilike. Lakini simama kwa njoo wote wanisikilize. Amen. Sababu njoo condition ya maana, njoo tufikie vile tunapenda. Amen. Tunapenda. Sasa nakuonesha kusudi ufikie pale. Njia ndio hii. Cependant, hata hivi, avant que le corps puisse être changé, bele miili zibadilishwe, le cœur, roho, la vie na maisha doivent avoir été changés. Zinapaswa kuwa tayari zimebadilishwa. Dawa njoo hili. Hautareklami tunangoja ukombozi wa mwili, tunangoja ukombozi wa mwili, na ukombozi kwanza wa moyo na wa maisha na yashanjaje. Amen. Kwanza mwili yako, moyo wako na maisha yako shakatala kushanje. Mwili wako utabadilika namna gani? Mungu atusaidie. Ile ndio etape ya kwanza. Maana yake ndio tu kunaishi leo. Maana yake leo tu kuna vivre kwanza changement de cœur, changement de vie. Kisha tunangoja changement de corps yenye bado la tibia. Hautasote vile vya kwenye unakuya na vya leo kwanza na huishi. Amen. Mmesikia? Amen. Mmesikia? Amen. Tunangoja yenye tuko leo. Ni changement de cœur, moyo, Christian. Cœur ndio moyo na esprit ndio roho. Amen. Ndio. Tunangoja changement de cœur, moyo. Na tunangoja changement de vie. Ya maisha. Hivi vitu msibipite kumbio. Mungu mnasikia mafrenda na badada. Hivi vitu kama msibipite kumbio. Usijifariji, usifanye sambla. Unapenda uende kamata redemption de corps. Ukombozi. Na bado kwanza hayapata kwanza kubadilika kwa mwili yako na maisha yako kidali vime ndio. Amen. Kwani utakuwa unasomela utakuwa unafanya sijui vitu vya namna gani. Uko naishi maisha niko très mediocre. Kisha sasa naleta parole ya kuhusu ukombozi wa mwili unaisotere na huko unasahau. No, cha kwanza tulilie Mungu hapa. Atumike moyo, atumie kwa maisha, kisha ukombozi ya mwili tutaipata. Amen. Frère Frank anasema hapa hivi. Ndani ya Desembre 2010. Page 2. Anasema hivi. Dans la première alliance, ndani ya agano la kwanza, le cœur ne fut pas changé. Moyo haikubadilika. Mko nasikia kweli? La parole était écrite sur les tables de pierre. Neno liliandikwa juu ya meza ya mawe. Dans la nouvelle alliance, ndani ya agano jipya, par la puissance de la rédemption accomplie, kupitia uwezo wa ukombozi uliotimilika, Dieu accorde un nouveau cœur, un nouvel esprit. Mungu analeta moyo mpya na roho mpya. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, une vie nouvelle, na maisha mapya divine, ya kiungu na ya milele à ceux qui croient à Jésus-Christ, kwa wale wanaoamini Yesu Kristo, l'expérience du salut, kupitia mazoezi ya wokovu. ndani ya agano la kale, chini ya damu ya nyama. Amen. Wale watakatifu wote mnasikiaka, obo Daudi, obo Abrahamu na wengine wote mnajua, hakuna tamu moja mwenye alikuwa na moyo ya kushanje. Amen. Mko nasikia? Wote walikuwa na moyo ya nyama. C'est pourquoi Mungu hakupataka fasi kwenye anaweza andika maneno ndani yabo. Ndio maana ndani ya agano jipya Mungu anatuahidia moyo mpya, anatuahidia roho mpya, anatuahidia Roho Mtakatifu, anatuahidia maisha mapya kusudi aweze kuandika ndani ya mioyo yetu maneno yake. Amen. Amen. Ndani ya ancienne alliance, mtu anaweza tubu, anarekonetre makosa yake. Amen. Na anaweka mikono yake juu ya ile mbuzi itasukumwa mbali mjangwa. Anakiri makosa yake, nilifanya na hivi, nilifanya na hivi, nilifanya na mbuzi banaye mwanga kwa damu inatiririka banaye chinja. Na ile nyingine banisukuza mjangwa inaenda potea. Lakini kule mwabudu sana toka pale, na natoka tu pale na dhamiri ya dhambi. Ndio nasikia maandiko nasema kwamba
ile zabihu walikuwa nafanya ilikuwa inakuwa ukumbusho wa dhambi kila mwaka. Bakwayeteka hatupo vile ba mwagano jipya, sababu kungali madini mingi anavichaka mazambi, siku atonaka mkate na divai hapa, njoo anakaa tubu hapa, zote za mwaka wale biko naishi mu experience ya Ancien Testament. Ile mimi naambia ni kweli, ni watu biko naishi mu experience ya Ancien Testament. Unachunga oro mu Nouveau Testament hatuko vile tena. Mu Nouvelle Alliance hatuko vile tena. Amen. Unaweza tilia unalia, Mungu nilizini, Mungu nilifanya hivi. Senye tatoka pale na zamiri ile akiona tena bomi wa bi mwingine tena totamka naye. Frère Branham kuna tuexpliquer moi être pardonné. Anasema alama ya kuonyesha gizi Mungu ashakusamehe ni wakati kile kitu hakitakurudia tena. Amen. Mungu ananisikia kweli? Amen. Basi niliba mbuzi ya mtu. Mimi nalia mbukwenda shaitika. Tena mwaka inakuja. Sisi tulishiki kule. Na nilifanya kale kama zoezi. Venye walikuwa nafanya ile matubio la même année, walikuwa ba même personne. Mwenye alizidi mwaka tena mtamwona kwa madhabahu nyingine mwaka tena même problem alizidi. Mwenye alibaki ile mwaka tena hii mwaka nyingine sasa tena mtamwona tena alizidi. Na ukaona tena ule rota simama tena alizidi. Na unakuta ke ni watu wako chini ya damu ya nyama. Habaya reconnaître nouvelle alliance. Amen. Habaya pas sauver réellement. Yakombolewa kikamilifu. Mungu atusaidie ili vitu tusivipitize, kila mtu anajijua. Angalia moyo wako, angalia na maisha yako. Eske hauko naishi chini ya Ancien Alliance? Na ijapokuwa ishakapita tu, leo tuko mu Nouvelle Alliance. Paulo ndio anasema kile ya zamani ishakazaheka. Na ishakuwa disposhatoweka. Tuko leo mpya. Mwangalie ni baoneshe kidogo tu. Ginzi bakroya bachini ya nyama walikuwa naishi. Nabaonesha maekritire 3. Kila mtu atajangalia mwili. Nabaonesha maekritire 3. Mimi nabakamata ekritire ya kwanza iko mu Genèse. Sababu mbele tufikie rédaction de nos corps, inomba kwanza nos vies et nos cœurs. Maisha yetu usikie usikabadilika. Amen. Usikie. Oh là là, c'est très important. Ndani ya Genèse, nibakamata kwanza ndani ya Genèse chapitre 38 verset 24. Mwanzo 38. Hapa ni habari ya Yuda na Tamari. Na zile habari mnasikia kila mara. Wakati yenye Tamari mume wake alikuwa amekufa, Yuda njoo alikuwa ba Mungu akampromettre Shela njoo akingali mdogo, uchunge anje komala. Mena Tamari alikuwa anachunga Shela akomale, akona Shela sha akomala, mebo pere aseme kitu kumuhusu. Akasema huyu pere sha nizoea. Ndamuonesha kama niko nani. Akavala nguo za kikahaba, mavoile ni side suite, akaenda kala kwa barabara. Bopere sali bena kata. Huyu mwanamke iko hapa. Nikupatie nini shuni nje kwako? Akasema unipatie muhuri. Anataka mpromettre kwanza mwana mbuzi. Akasema ile mwamba na mbuzi meme nipate garantii. Unipatie century yako, unipatie gongo, unipatie na so. Maana vilikuwa vitu vitua. Kusudi nijue gisi kweli kweli utakuyaka. Akaingia kwake akafanya vyanajua. Mena senya alipenda tume mwana mbuzi, akakosa ule fii. Akamkosa. Mena ku verset 24 dossier njo hii. Ba frère na ba sœur monifuate sana makini. Verset 24. Environ 3 mois après, au fait dire à Juda, Tamar, ta belle fille, s'est prostituée, même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Juda dit, pour dire qu'elle soit brûlée. Na ilikuwa nyuma ya miezi mitatu, Yuda akaambiwa kusema, Tamari mkwe wako amefanya uasherati. Ndio amefanya uasherati. Na tena tazama ana mimba kwa uasherati. Ndio. Yuda akasema, mumutoe ateketezwe. Mumutoe ateketezwe. Mwenye analeta ile kiteba nani si shida? Amen. Ni muamini wa chini ya damu ya mbuzi. Amen. Ni muamini wa chini ya damu ya nyama, kwenye moyo ilikuwa haibadilike na maisha ilikuwa haibadilike. Mungu nasikia kweli. Sisi tunasema 3 mois après, donc après ile acte yenye walifanyaka yeye na Tamari belle fille wake, 3 mois après wakampatia habari, mkubwa chini unajua ni cha wapi? Yeye Tamari belle fille wako, siko na mimba, alifanya prostitution, siko na mimba. Mara moja shida nje huyu ule atoweke vraiment alunguziwe. Christian de l'air. Verset 25.
Wewe tuko nasoma kule. Na wakati alipotolewa, akatuma kwa mkwewe akisema, kwa mtu mwenye vitu hivi nina mimba. Akasema, tambua, ninakuomba, vya nani vitu hivi? Muhuri, mishipi na gongo. Yuda akavitambua akasema, yeye ni mwenye haki kuliko mimi. Walikuwa namuleta Juma Mwisraeli katika vile, kumbe ule atakuwa la pide. Menainda yeye alileta sandasi ya nguvu, atinuka na lukuziwa. Sasa tunamleta nje. Ndio ule kamera sasa wewe. Mbele mniue basi babu kwa pardon. Ilipenda kudieka mimi vya nani? Fimbo ndio igongo. Tendire ndio hii. Na kashe ndio hii muhuri. Ujulie kama bibi nani ndio mwenyezi ile mimba. Akarejea. Akajikuta ke ile sandasi. Unaona mwasite sama sandasi umejabu pengine meku wewe ndio unajepania. Ile ndio ilikuwa site sama. 3 mois après iko na salama. Hakuna mwenye najali, hakuna mwenye najua. 3 mois après kuna salama. Kwa mingi bakingali mwile manivo. Ushakafanya dega ya siri wewe peke. Uko una pressure tu dega niko pale. Uko naimba mkorale tu dega niko pale. Uko nakula kwa meza ya Bwana dega niko pale. Wakati nyama ya kubana muda uko na salama. Na hali chikiriki mbele ya Mungu. Si kwenye watakubanaka njoo sisi munisamee ule ni hipokriti. Maisha ya Mkristo ni ya repentance à chaque instant. Amen. Tubu kila wakati. Tunataka tembea toba. Kwenye ulishindwa na Mungu nilishindwa hapa nisamehe. Usingoje maisha kubana. Amen. Sasa, niko natembea madilitaire. Sasa kutakuwa grossesse njoo vya kwenye bazimu nisamehe. Frère, umeishi na ule binti siku mzapata gani? Nimeishi naye mwaka. Non frère, ce n'est pas possible. Nouvelle alliance watu mingi tunaipresha kama ifo tufanye experience frère. Tufanye experience Mungu atupatie moyo mpya na maisha mapya. Amen. Tusipona créer rédemption de nos corps madeka na zibichi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Na maanisha nini hii? Ona watu walikuwa chini ya damu ya ngombe. Alikuwa na salama. Angeimba, angecheza, angetengeneza biu shaba mbanaka. Sije nasikia ile dossier kwa mwingine. Yeye yake na bivicha, lakini tunasala ati roki na yake na bivicha. Analeta njoo hukumu kwa wengine na ijapokuwa ile degiri mwanzo kaka. Lakini na ile dossier ni wewe. Kwa njoo nasema anjoo na aria ile kulia Mungu testament haina nafasi. Temonyesha pili. Tuko tunachunga redemption de nos corps, lakini njoo hii. Temonyesha pili njoo hii. Ndani ya Samueli wa pili. Hii ni dossier ya Davidi. Davidi amelala na mke wa Uri, vile vile ameua Uri. Iko na salama wa watu, iko napiga tu magitare zake. Kuna salama. Bwana ni mchungaji wangu. Iko na some za mingi ndio zimbaka. Ijapokuwa na za bazafe na bazawa nani za mingi za Daudi. Iko na imba na dossier watu mingi bakingali vile. Frere, Bukristo haiko ndio tuko nakuona kwa nje. Bukristo ndio vile unajitoa wewe na Mungu. Basi tunasema roho ya Mungu zinashindeka roho yako tuko kwa mtoto wake. Hatuna mbele ya kupatana, wote tunajidua. Amen. Frere, redemption no kwa iko hapa karibu, lakini cha kwanza ndio mioyo yetu na maisha ibadilike. Usijifanyike sambla. Angalia maisha yako. Eske haukunishi saba Yuda? Haukunishi saba David mwa sita sama. Verset chapitre 12 verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David. Ashafanya ile dega. Bwana njoo anatuma Nathan kwa Daudi. Nathan veut à lui. Akakuja kwake akamwambia, il y avait dans une ville des hommes. Alikuwa katika mji na watu wawili. Les riches et l'autre pauvre. Mmoja tajiri na mwingine maskini. Les riches avaient des brebis et des bœufs à très grand nombre. Tajiri alikuwa na kondoo na ng'ombe wengi sana. Si Daudi kunasikiliza. Les pauvres n'avaient rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Ila nourrissait. Lakini maskini hakuwa na kitu ila mwana kondoo mmoja mdogo aliyemnunua na kumlea. Endelea frère Christian. Na alipata nguvu pamoja naye na pamoja na watoto wake. Akakula
ya chakula chake mwenyewe. Ndio. Na kunywa toka kikombe chake mwenyewe. Ndio. Akalala kifuani mwake. Ile kale kakondoo alikuwa nakapenda, alikuwa kwake kama binti. Maana ile kondoo ilikuwa kwa ule masikini sawa binti, na napenda kale kakondoo wake. Endelea frere. Na msafiri alifikia tajiri. Masikini akafikia tajiri, msafiri akafika kwa tajiri, naye hakutoa za kondoo zake mwenyewe. Kuna kondoo za binti, lakini hakutoa kuile kondoo zake, akaenda tafuta nini. Endelee. Na ng'ombe zake mwenyewe kutayarisha kwa msafiri aliyekuja kwake, lakini akatoa mwana kondoo wa maskini huyu, akamtayarisha kwa mtu aliyekuja kwake. Daudi, tukasikiliza. Endelee. Hasira ya Daudi ikawaka sana juu ya mtu yule, akamwambia Nathana, sawa sawa Bwana anavyoishi, mtu aliyefanya neno hili anastahili kufa, naye atarudisha mwana kondoo mara 4, kwa sababu ametenda neno hili na kwa sababu hakuna na huruma. Endelee. Nathana akamwambia Daudi, wewe ni mtu yule. Acha pale. Frere, ile ndio ilikuwa Ancien Testament, chini ya damu ya mbuzi, chini ya damu ya nyama. Watu walikuwa na moyo haibadilike. Watu walikuwa na maisha haibadilike. C'est pourquoi hawakuwa wanajitambua. Amen. Acha lala na bibi wa Uri, na ijapokuwa Mungu ashampatia bibi wa bibi, na iko na salama tu. Kama ni kuimba ataimba, kama ni mhubiri atahubiri, kama ni matendo ya maajabu atafanya, lakini zile madosia ziko pale. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Hii kioo ya parole nisipitize mbali na mie. Nirudishe mu maisha, niangalie hivi vitu ndipo mie. Madosi za kuvichama. Kila mtu anakwenda sasa, mnasikia mie Kristo. Ule mwanaji parapara pale, kwa mfano, yuni siteko moto. Ule mwanaji parapara pale kwa madhabahu na kimbia. Na zile dosi kwe. Ile dosi nilisikilika na sini yeye. Mubikamata kwanza mu realite. Mubikamata kwanza realite. Na mtasema nini? Na mtaza nini? Ndakuta na mabingi. Mutasema sema. Mutapatiana na masango. Na hije sasa ina kwa masango itakuwa nini? Itakuwa. Ndio kila mtu akamate hivi alirudisha muyeye. Tuko na ngoya redaction de nokoro. Avant redaction de nokoro inaomba hii tabia inaisha. Tuko na moyo mpya na vitu mpya, na tuko na ngoja ile redaction. Daudi njoo akafenya kasirika. Sema kama mpona mtu sinewaye. Arenga kufanya. Ka regretter. Kukona tupa makosa kwa wengine, wewe peke na hujione. Ekritura sema hivi, nasoma ya mwisho. Il faut frère tufanye angalisho. Maneno apate venye kuna hubiriwa. Kisha ukope vraiment pour rédaction de nos corps. C'est que wengi likosaka njia. Lakini njia mahubiri iko naletewa na njia. Kusudi ufikie hapa njia ndio hii. Kusudi ufikie hapa njia ndio hii, frère. Tena mtu atujue kuhubiri. Singe mtasimtupaka kutana haya, frère. Kila mtu ashirudie hapo, ajiangalie. Kwenye uko na ikala, piga magoti, lilia Mungu. Mwangalie itabia vile vile. Njoo yenye Jésus alipigana nayo mu Nouveau Testament, Seigneur alipia kusudi aanze nouvelle alliance. Alipigana na itabia sana. Njoo munaona Jésus alikuwa anasema, wewe mtu mwenye mumechoka mko chitrika. Njoo nini uko na buriti niko mujicho mwingine. Ni tabia ilikuwa mu Ancien Testament. Jésus alikata penda ipondre. Ile Mafarisayo anajihesabia haki na mwingine anamudedenye. Ni tabia ilikuwa mu Ancien Alliance. Jésus alikata penda ipondre. Ndio nouvelle alliance nataka anza. Njoo unaenda ona kwa kifupi. Nimeleta tu 3 kusudi vinaanglobe vyote. Kwa kifupi njoo hivi. Mwangalie kile Jésus anaprêcher. Matthieu 23 verset 14. Soma Christian. Matthieu 23 verset 14. Verset 14. Ndio. Ole wenu ninyi waandishi na Wafarisayo, ole wenu ninyi waandishi na Wafarisayo, wadanganyifu, kwa sababu munakula nyumba za wajane. Niko nasikia. Endelea frere. Na kwa hila munaomba maombi marefu. Kwa hivi mutapata hukumu iliyo kubwa zaidi. Wafarisayo na waandishi Muisraeli walikuwa très estimés. Ndio watu walikuwa na sheria. Ndio watu tunasema ni walikuwa watumishi wakati ile wakati. Walikuwa kabisa na sifa. Sasa hawa mabile walikuwa na shiki na damu ya nyama, sababu damu ya mwana kondoo hayamwangeki.
usiku na wanakimbiaka manyumba za majani. Ule ni mjana. Sacrificateur. Nyumba ya majani. Unamkucha kule wewe. Asubuhi ndio ule na robe marefu. Maombi yataomba. Hapana, huyu haizi fanya vya hivi. Ile ndio ilikuwa hali ya Mwasepe kama. Maombi marefu. Ndio Jésus kana message juu ya ile. Juu ile hypocrisie, mtawaka juger plus sévèrement. Enda kupesa. Verse. Ndio. Ole wenu waandishi na Wafarisayo wadanganyifu. Ole wenu waandishi na Wafarisayo waandishi. Maana mnasafisha nje ya kikombe na sahani, lakini ndani zimejaa unyang'anyi na tamaa. Maana kumuona kwa nje ni frere. Kumuona kwa nje ni mhubiri. Kumuona kwa nje ni mwimbaji. Kumuona kwa nje ni Mkristo. Lakini mule ndani wizi na kunyang'anya. Endelea frere. Wewe Mfarisayo mpofu, safisha kwanza ndani ya kikombe na sahani, hata nje zao ziwe safi vile vile. Nikutaka kuambia bref frere ya kwamba sanctification inaanzeka nje ndio inaonekana, inaanzeka ndani ndio inaonekana nje. Maana ni de l'intérieur vers l'extérieur. Kutoka ndani hadi sanctification yote yenye inaanzia nje na haitokee ndani ni unafiki. Amen. Na mwisho utapataka haya. Amen. Mungu pale tuko kulia magoti, unaomba Mungu magoti kwa mwili umie. Mungu namekusaidia sababu hatuko mwasini aliate chini ya damu ya nyama. Tuko chini ya damu ya Emmanuel. Kwenye roho moyo na maisha inabadilika. Amen. Endelea Christian. Verse. Ole wenu waandishi na Wafarisayo wadanganyifu, kwani mnafanana na makaburi yaliyopakaliwa pembe, yanayoonekana vizuri sana kwa nje, lakini ndani yanajaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Saidie. Hivi ninyi vile vile kwa nje mnaonekana kuwa wenye haki mbele ya watu, lakini ndani mnajaa udanganyifu na uovu. Mungu atusaidie. Amen. Mungu atusaidie. Amen. Siku na ngara kabisa ndio koro. Ndio. Ipo nje kanjo hii. Inaomba vile vitu vyote nouvelle alliance. Sisi tumeamini damu ya mwana kondoo. Inaomba tunakuwa Kristo weupe. Nisikwe Mkristo juu ya ale. Ale na sikwe Mkristo juu yangu. Usikwe Mkristo dada juu yangu. Lakini Mkristo kwa wewe na Mungu. Wewe peke yako unafanya kama teatre. Que Dieu vous bénisse. Kuwabariki. Tuombe Mungu sisi sote, tuombe Bwana.
Aja sana mkombozi wetu, kwa dalili tunaona siku yake ni karibu. Tena tu Yesu ajaye malolo ke Mungu yukari, ufalme wake Mungu yukaribu. Uwe safi roho yangu, ukakeshe siku zote. Mfalme wetu Yesu yukaribu, ufalme wake Mungu yukaribu. Uwe safi roho yangu, ukakeshe siku zote. Wetu Yesu yukaribu. Mungu abariki neno lake na bariki mtumishi wake mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Tutolee Mungu sadaka zetu. Seigneur, par où il est passé, c'est mon Isabelle le ciel. Nous donne la joie, nous en abandonner, n'oublie pas chaque jour. Oui, remplis-moi, chaque jour. Avec la laisse-moi marcher, Seigneur, avec joie et sourire, remplis-moi chaque jour. Remplis-moi chaque jour d'amour, avec la gloire. Laisse-moi marcher, Seigneur, avec joie et sourire, remplis-moi chaque jour d'amour. Chaque jour, oui, remplis-moi, chaque jour, you.
Tunatakia kila mmoja mwaka mpya mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Na yote yenye Mungu akutupatia ndani ya mwaka yenye tunamaliza, tunaomba ndani ya mwaka ambao tutaanja tupate kuipata. Mungu apate kushukuriwa kwa yote ambayo ametufanyia, kutulinda, kutushughulikia. Kiwango tulianjaka Janvier tunafika ku Desemba, bamingi walikufa, basi Mungu akatuacha tuko hai. Ndio maana kila wakati tutabakia wenye kumshukuru yeye. Ndio siku ya kesho asubuhi tutafika hapa tuke tumshukuru. A partir ya 8h30 korale itakuwa inaanza mpaka 10h30. Donc 8h30 mpaka 10h30, ile saa mbili tuipatie Bwana tupate kuja ndani ya uwepo wake. Amen. Après 10h30 tutakuwa kila mmoja tena narudia nyumbani mwake. Tutaalika mzee Alain kwa ajili ya maombi ya kuondoka. Bwana wetu Yesu Kristo, rayelema tunakushukuru kutumalizisha mwaka 2021 di Janvier a Desembre. Tunakusifu kiroho, ulitupatia chakula cha kila siku, kimili ulitupatia chakula cha mwili, afya ulitupa, tulienda magonjwa huku na huku, me ulitureleve ndani ya magonjwa, makosa tuliingia ndani, Emokozi ulibaki mtetezi, ulibaki avoka wetu. Aksande sana. Hivyo wakati tumemaliza mwaka, tunaanja mwaka ingine, Emokozi tuko tunatumaini tukichunga returu yako. Vile ukuje ku 2021, tunatumainia ikikupendeza wewe unaweza fika tena 2022, lakini ya maana tuishi preparation yetu, Emokozi. Tumefunzwa maneno yako, Emokozi. Ancien Testament ulitembea nao ndani ya sheria. Ancien Testament, Emokozi, ni ule ambange naso wakiwa chini ya damu ya nyama, ni alikuwa na makosa. Lakini Seigneur, ulitupromettre, Seigneur de gloire, moyo mpya, Emokozi. Zaidi sana au temps de la fin, ulitupromettre rétablissement de toutes choses. Seigneur, parole yako iko deja pale, Emokozi. Acha moyo yetu endelika kuwa rétabli, Emokozi. Seigneur, au temps de la fin, Seigneur, epuze akaonekana amekuwa bila kikunjo na bila lawama, akisha kuoshwa kwa maji ya neno, Emokozi. Seigneur Jésus, tusiwe tu wasikilizaji, lakini tuwe watenda wa neno. Bariki muhudumu ambaye ametuhudumia tena jioni ya leo, na sadaka na wana bindi zako, sote tubarikiwe na wewe, Emokozi. Programu ya kesho ya kuanza mwaka mpya, Emokozi, vile tulianza mwaka 2021 dans le Seigneur, na tunaimaliza dans le Seigneur. Acha tuanze 2022 dans le Seigneur. Kama un jour 2022 itaisha, ishe dans le Seigneur. Acha hii mwaka kupendeza wewe, Père. Tuende tuseme kama vile Paulo kuja kwa hii mwaka: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Acha tu na hiyo tumaini, Seigneur. Wakati frère Franga iko anasema tu peux laisser ton serviteur s'en aller à paix parce qu'il a vu l'accomplissement de la prophétie. Acha nasi, Seigneur, tukichunga kurudi kwa Bwana, nous les vivants, réellement tukichunga la rédemption de nos corps. Oh Jésus, réellement maisha yetu ya kuwe transforme. Tunarudi nyumbani hadi tena tuonane kesho na 8h30 mjina lako Yesu Kristo. Amina. Tuende na salamu ya Bwana Yesu Kristo.
Salvation.